Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana katika somo la kwanza tunakutana na habari za mfalme Herode akipatwa na wasiwasi mkubwa mara baada ya kusikia habari mpya juu ya ujio wa Yesu na umaarufu wa Bwana Yesu. Sababu zilizomfanya ashtuke zaidi ni kwamba alimfananisha Yesu na Yohane Mbatizaji, na Yohane Mbatizaji alikuwa ametendewa uovu na huyu Herodi. Ndugu zangu, hivyo kilichomfanya ashtuke zaidi ni kwamba alikumbukia juu ya uovu aliyomfanyia Yohane Mbatizaji, na kwa hakika katika hakika alichotendewa Yohane Mbatizaji kilikuwa kitendo cha kinyama sana, kitendo kibaya na kiovu. Waweza kujiuliza, je, inakuwaje zawadi ya mtoto kucheza inakuwa ni kuruhusu kichwa cha mtu kikatwe, eti apewe zawadi huyu mtoto aliyecheza vizuri? Tena kinaletwa katika sahani kikiwa katika damu zake, eti kama zawadi kwa mtu aliyecheza vizuri. Hawa walikuwa kizazi cha kishetani kwa hakika. Na kwa nini Herode mwenyewe aahidi zawadi kubwa hivi kwa kitendo kidogo hivi, kitendo cha mtoto tu kucheza tu mbele za watu? Herode anaahidi mambo makubwa. Herode hakupaswa kuahidi makubwa kama haya. Furaha zake na vionjo vyake na hisia zake zilipaswa kuthibitiwa. Unapoongozwa na hisia na kuacha kufikiri, unaweza kaahidi vitu ambavyo vinaweza kukugharimu. Hivyo jifunze kudhibiti hisia zako. Mara nyingi hisia zetu tusipozidhibiti, tutaishia tu kusababisha madhara tu makubwa zaidi kwa wengine. Tutaahidi tusivyoweza kuvilipa, tutakopa hata tusichoweza kulipa. Vionjo vyetu viovu havipaswi kuendekezwa. Wanaoahidi makuu kuliko uwezo wao na baadaye kuishia katika majuto ni dalili ya watu wasio na roho wa Bwana. Na ndio maana kwa mara nyingi wanaishia katika majuto ya ajabu kabisa. Wapo watu ambao walifanya maamuzi kutokana na hisia na hata sasa hivi wanajuta waanzie wapi. Kwenye somo la kwanza, Yoshua bin Sira anaelezea habari za mfalme Daudi. Daudi anakuwa wa mfano bora kwa taifa la Israeli na habari zake zinasimuliwa ili zipatwe kuigwa na wengi katika Israeli. Masimulizi ya Yoshua bin Sira yanaeleza kwamba Daudi alikuwa mcha Mungu tangu mwanzo. Alijitahidi sana kutenda ya Mungu. Alijaliwa uwezo na bahati kubwa, bahati ya kuweza kupambana na simba, akawashinda makomando wakubwa, akapewa sifa machoni pa watu, akaongoza vyema na kuwafanya wengi kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sisi ndugu zangu, tumuige mfalme Daudi. Tuwe watu wa kumtegemea Mungu. Anza na Mungu. Hekima inatoka kwa Mungu. Maamuzi ya mabaya yanatokana na kumwacha Mungu, kumweka Mungu pembeni. Pia tusiwe watu wa hofu. Daudi aliweza kupambana na kina Goliati kwa sababu alimtegemea Mwenyezi Mungu. Sisi tumtegemee Mwenyezi Mungu, tutaweza kuwashinda kina Goliati wengi maishani mwetu wanaotaka kutuangamiza. Pia tutashinda vita vingi kama alivyofanya Daudi. Tumtegemee Mungu, tusijitegemee sisi wenyewe. Mara nyingi tunaangamia kwa sababu ya kujitegemea sisi wenyewe. Control hisia zako. Kuwa mtu wa kuongozwa na hekima ya kimungu na utashi mwema. Hii itakufanya ufanye maamuzi mazuri. Ukiongozwa na hisia zako na vionjo vyako, utajikuta kila siku ukiwaumiza wenzako. Ndiyo maana wengi wanakimbilia kwenda kufunga, kufanya safari za hija, kwenda kuomba msaada wa Mungu. Kumbe jibu ni liko wazi. Nenda kapatane na wale uliowaumiza ili furaha na amani ya moyo iweze kurudi. Lakini wengi wanakimbilia kwenda kumlilia Mungu na kufanya hija, wakati safari ya kwenda kuomba msamaha na kutubu kwa wenzako ndicho cha muhimu zaidi. Tusimpende Mungu kwa kisingizio cha kumwacha jirani. Kama umekosana na jirani yako, nenda kapatane naye. Uhitaji kwenda kujificha na kuanza kufanya safari na kujifanya kupotezea. Hapana, unapaswa kwenda kwa mwenzako. Hii italeta furaha kwako na kwake. Sio unakosana na mtu alafu unaenda kufunga, unaenda kufanya mfungo. Nenda kaombe msamaha, alafu kimaliza basi nenda kwenye mfungo wako. Ndugu zangu, na watakia siku njema. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kumbusha tafakari zetu za Sali Mbashara zipo sasa,
zimeshafika na tutaanza sasa kuzisambaza kwa siku ya leo. Wale ambao wako katika wako Dar es Salaam watazipata pale kwenye container ya kwaya pale St. Joseph, na Msimbazi Bookshop tutapeleka asubuhi ya leo. Alafu pia hapa Padre Pio Shrine kwa Kapuchini zipo za kutosha kabisa. Karibu ujipatie nakala yako, hutajuta, hutajuta. Yapo mengi, nimeandika mengi na tafakari unaifahamu. Mungu akubariki na kukulinda na kutakia siku njema.